Naitwa Lazaro Giheria, mjini najulikana mzee wa matrekta. Mzee alikuwa ni mpendo wetu sana. Pia alikuwa ni mzee wa heshima, ni mzee wa watu wote. Ni mzee alikuwa hana baya wala zuri. Maana yeye alikuwa anakaribisha watu wote. Ukienda kwake alikuwa anakula na kila mtu. Tulishangaa sana, mzee aliweza kulisha hata ndege 5,000 ziko pale mpaka sasa, na ndege nazo zinaonekana kama zinalia. Kwa kweli mzee namfahamu, alikuwa na moyo mzuri sana. Pale nyumbani kwake, unajua ndege ukiwa unawatupia chakula wanaongezeka, na alikuwa anaweza kukaa kwa ajili hiyo. Ndege tu ukiwa unawatupia chakula wanakuja na wengine. Pale kwake ukifika una mti mkubwa sana ambao zo ndege zilikuwa zinazaliana humo. Mpaka sasa hivi zipo, nafikiri ndege na zenyewe zinalia. Maana mpaka ina siku 3-4 hazijapata chakula. Mbali na ndege pia kulikuwa na wanyama gani wengine? Alikuwa analisha kila kitu, wanyama wote wale wote. Idadi ya ndege ni ngapi? Inaweza kuwa hata 5,000. Ndege ni wengi. Walikuwa wanakusanyika ndege kutoka sehemu mbalimbali. Na mti ule ni mkubwa. Ukifika hata wewe mwenyewe pale ukiona, kweli alikuwa na uwezo huo. Alikuwa ananunua magunia kutoka vijijini, magunia ya mtama anaweka pale. Jina langu naitwa Dr. Angelina Sylvester Lubala Mabula, ni mbunge wa jimbo la Ilemela na vile vile ni naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Mzee Shinyanga nimemfahamu siku nyingi. Kwanza mzee Shinyanga alikuwa rafiki sana na babangu, na pia tulikuwa tunakaa jirani Kitangili. Kwa hiyo muda mwingi wakati wakiwa marafiki wakiishi pamoja, baba sasa hivi yuko Dar es Salaam. Kwa muda mwingi pia walikuwa wakikaa pamoja, wanatuasa kama watoto. Na ndio maana katika kuzungumza nilisema mzee Shinyanga ni babangu, kwa sababu ni rafiki wa baba toka muda mrefu hapa. Lakini mzee Shinyanga amekuwa ni mdau mzuri wa maendeleo kwa mji wa Mwanza. Pamoja na shughuli za kisiasa kwamba alikuwa haingilii sana, lakini shughuli yake kubwa yeye ilikuwa ni swala la maendeleo. Alikuwa hataki kuona viongozi ambao wanaingia alafu hawawezi kufanya yale ambayo wananchi wanakuwa wanayatarajia. Kwa siku zote alikuwa akiona hata mtu unachipukia kwenye siasa, anajaribu kukuasa. Anakuambia, "Je, utaweza kukabiliana na siasa za nchi hii? Uko tayari?" Na nakumbuka 2005 alidiriki kuniambia usigombee. Akasema usigombee, sasa hivi muda wako bado. Wewe bado. Sasa unajua tena wakati huo vijana unakuwa na moto na nini. Kwa kweli sikumsikiliza, nilienda nikagombea, nikawa wa pili kwenye kura za maoni, lakini mzee alikuwa ameshakataa. Alisema usigombee, wewe bado, subiri muda wako. Na hata nilipoanza mchakato, nimeonana akasema sasa unaweza ukaendelea. Kwa ni mzee ambaye alikuwa pia anaangalia mbali, anaangalia jamii inasema nini, anaangalia siasa za eneo husika, anatoa ushauri. Kwa ilikuwa ni jukumu lako kukubali ushauri wako au kukataa. Lakini sio hilo tu, kwenye masuala ya kijamii amekuwa pia msaada kwa watu hata ambao hawana uwezo. Alikuwa karibu nao sana, alikuwa hachagui. Unaweza kaenda pale mzee hakujui, una shida akakusikiliza, akakusaidia kwa namna ambayo aliweza. Lakini pia kwake chakula hakikuwa tatizo. Anaweza wakaamlisha familia iandae chakula cha watu chungu mzima. Kwa chakula chake pale kilikuwa hakijulikani leo watakula wangapi. Mwanaweza mkafika, mkala, mkamaliza, wakaja wengine, wakapikiwa tena upya, wakaanza. Kwa hiyo alikuwa ni kimbilio sana. Kwa ni mzee ambaye kwa kweli naweza kusema ni mzee ambaye hakuishi ule utajiri wake. Alikuwa ameishi maisha ya kawaida kabisa. Yaani ule utajiri wake kwake haukuwa na thamani sana kuliko ule utu aliokuwa nao. Sawa. Kwa haraka Mama Mabula, naomba unisaidie, pamoja na mazuri ambayo mengi ameyafanya, viwili ambavyo huwezi kuvisahau, yani mpaka umekuwa na nini, vitu ambavyo huwezi kuvisahau viwili ni nini? Nisichoweza kukisahau ni kwamba alikuwa anaelewa mwenendo wa eneo au siasa za eneo hata kabla wengine hamjajua. Kwa sababu alikuwa anaweza kusema, kupredict kwamba nini kinaweza kutokea katika hili. Kwa hiyo alikuwa anasoma mazingira kabla. Lakini vile vile alikuwa ni mtu wa ushauri zaidi katika watu, katika kuwaelekeza nini cha kufanya. Kwa hiyo ni mtu ambaye huwezi kumchukulia kwamba alikuwa mwanasiasa, hapana. Hakuwa mwanasiasa kwa maana ya mwanasiasa, lakini alikuwa ni mtu anayeangalia mbele, ni mtu anayeunganisha watu, ni mtu ambaye anakuwa karibu na watu na yuko tayari kukuambia ukweli, aidha ufuate au usiufuate, lakini kakuambia. Hicho ndio naweza kusema kwamba namfahamu kwa namna hiyo. Mzee Maduhu Masunga ni mzee ambaye kwa kweli sisi tumekuwa tumemkuta kihistoria. Ni mzee ambaye amekuwa karibu na watu wakati wote, pamoja na
amekuwa ni mzee, ni mmoja kati ya wazee maarufu na matajiri hapa Mwanza. Lakini hata siku moja hajawahi kujikweza. Wakati wote amekuwa chini na amekuwa akisikiliza kila mtu. Kwa kifupi unaweza ukamtambua kama ni mzee ambaye alikuwa mnyenyekevu, mzee mtiifu, lakini mzee aliyependa kujishusha wakati wote. Ndio maana unaona hata kundi la wazee wa mkoa huu wa Mwanza na wazee wa wilaya ya Mwanza, Nyamagana na Ilemela wamekuwa wakati wote pamoja, na yeye wamemfanya kama kiungo wakati wote, kwa sababu anayo makazi yake Nyamagana na biashara zake karibu zote ziko Nyamagana, lakini zaidi sana ni mkazi na mtu anayeishi Ilemela. Sasa unaweza kuona kwamba ni mzee ambaye ametumika kama kiungo wakati wote wa uhai wake. Utakumbuka zilikuwepo enzi za Mzee Ngofilo, ndio ilikuwa timu moja hiyo, wazee ambao walikuwa wanadili sana katika kuhakikisha wanafanya amani ya mji wa Mwanza unakuepo. Lolote likitokea katikati ya mji hapa, mzee wa kwanza kufatwa ni Mzee Shinyanga, Mzee Ngofilo. Sasa wazee wote hawa wameondoka. Kwa kweli ulikuwa ukiwa na tatizo unakwenda kuomba ushauri kwa wazee. Hawa ndio wazee ambao wanaweza kukuita, wakakalisha, ukazungumza nao na wakakuonyesha njia sahihi. Kwa hiyo kwa kifupi, Mzee Shinyanga alikuwa ni mtu wa watu. Alikuwa ni mtu anayependa watu. Wakati wote alipenda kuona amani, kutatua matatizo na kuhakikisha kwamba watu wote wanaishi kwa upendo kama yeye ambavyo amefanya. Kwake alikuwa hana mtu mgeni. Wakati wote ukifika kwake, wewe ni mwanae, wewe ni mjukuu wake, atakushauri, atakuelekeza, na alikuwa anaonya pia. Maana jambo kubwa sana, wako watu wengi hawawezi kuonya kwa sababu wanaamini katika kuelekeza tu na kushauri, lakini Mzee Shinyanga unapokosea anakuonya. Akisikia kitu umefanya kiendi vizuri, atakuita, atakwambia mwanangu, hapa hapaendi vizuri, nenda karekebishe na uende leo ukafanye 1 2 3. Kwa hiyo hii ni sifa ya kipekee ambayo kwa kweli Mzee Shinyanga alikuwa anayo. Asante, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Basi naomba nichukue fursa hii kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kuwapeni pole kwanza wafiwa wote, lakini serikali na chama. Marehemu amekuwa ni kada wetu mwaminifu. Niombe sasa katibu wetu, naona namstahiki meya kwa jiji la Mwanza ndio anafika. Niombe katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza pamoja na viongozi wa chama na serikali tupite kwa ajili ya kuaga mwili. Kwa wale wenye vyombo vya usafiri, tunaomba labda tuendelee kusubiri ili wale watakaokuwa na mahitaji ya usafiri tuweze kuwasaidia kuelekea kule Malaloni. Tunaweza tutakuta tumekaa.
tunapoendelea kuaga mwili wa marehemu baba yetu, niwaombe sana, tukitoka kule malaloni turejee nyumbani kwa marehemu. Wasafiri wale waliokuwa mbeba familia, tusogeze magari karibu. Tusogeze magari karibu. Baadaye tutatoa utaratibu wa namna ya kupeleka mwili kule malaloni. Baada ya wajukuu kumaliza kuaga mwili, tutamkaribisha tena mchungaji ili aweze kutupa ombi tunapoelekea kule malaloni. Kazi yangu ni kukuhabarisha. Jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote. Install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.